Hii ni Mtoro TV. Kawaida ni hali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, cha kwanza umoja, lakini kuondoa ikhtilafu zetu zile, kuacha kusalitiana katika masuala ya kiharakati ya kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele, kama ambavyo tunawaona wenzetu mwaka wa 3 hawayumbi, wapo katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Lakini pia kwamba kusimamia haki, Hamasi wanasimamia haki. Angalia mateka waliokuwa wamewateka Waisraeli, kina mama walipokuwa wanaulizwa wakati wa kubadilishana mateka, kwamba wategemea kwamba watasema hivi, tulipokuwa chini ya Hamasi tulikuwa kwenye matatizo makubwa, tumeteswa sana, tumebakwa sana na mengineyo, lakini wakawa wanaongea kwamba tunawashukuru Hamasi kwa namna ambavyo tumetendewa wema. Hiyo ni kanuni ya Kiislamu ya vita katika Uislamu, kwamba unapomchukua mateka huendi kumtesa, ni kumtunza na kumlisha, na ikiwezekana yeye mwenyewe ni mambo yake, kama ataka kujikomboa kudikola kadha wa kadha au komboa kadha wa kadha. Kwa hiyo ile hali haki na salama, kwamba namna ambavyo imetendeka na Waislamu wa Hamas. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, haya ni miongoni mwa machache tu katika mengi ambayo tunaweza kujifunza kwa namna yake. Nimekuwa na hofu ya muda wangu kwa sababu kuna mada ya pili hapa fupi ninayo mbele yangu hapa, lazima niiguse kwa mujibu wa dakika zangu 30. Naamini dakika 10 zipo. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuzungumzia swala zima la Hamas, kwamba namna ambavyo wamekuwa imara kusimama kujitetea na kupigania Uislamu, na sisi tuone hivyo, tushikamane katika pale ambapo kuna dhulma dhidi ya Waislamu na Uislamu, kuweza kutetea Uislamu. Maana si watu fanye uchokozi, ila pale ambapo mtakuwa mmedhulumiwa haki zenu ndipo mna haki ya kujitetea. Hamwendi kufanya uchokozi nyinyi kama Waislamu. Uislamu tukataza jambo hilo. Ya pili ambayo nataka niiguse kwa haraka, ndugu zangu Waislamu, tuliopo hapa msikitini Tanzania leo, jambo ambalo lipo mbele yetu Tanzania ni swala zima la uchaguzi mkuu wa Tanzania. Uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani. Sisi kama Waislamu hatupaswi kusema ya kwamba hayo mambo ya kisiasa bwana. Hapana, wewe kama Muislamu yanakuhusu kwa asilimia zote 100, kwamba uchaguzi wa urais wa nchi hii ambao ni swala muhimu sana kuona kwamba namna gani sisi itakwenda. Ndugu zangu Waislamu, nchi yetu inahitaji kuwa na amani na kuwa na viongozi makini ambao wataliongoza taifa hili. La kwanza, wenye sifa ambao wanaona wanaweza kugombea udiwani, wanaweza kugombea ubunge. Msibaki nyuma mkasema bwana masuala ya wanasiasa bwana. Hapana. Unakuwaje nyuma katika masuala ambayo yanakwenda kuandaa nchi, yanakwenda kuandaa kutunga sheria za nchi? Unakuwaje nyuma Muislamu? Kwa sisi ni miongoni mwa ambao nawaambia Waislamu wa Tanzania na wengine wote ambao wanaamini wanaweza kufanya kusimamia haki bila ubaguzi, kwamba hiki ni kipindi ambacho kila mmoja ambaye anahisi anaweza kuchukua fomu ya kugombea udiwani katika eneo lako, ya kugombea udiwani, ya kugombea ubunge na mengineyo. Sehemu ya urais tumwachie Samia. Sehemu ya urais tumwachie Dr. Samia, kwa sababu akili timamu iliyokwenda shule haina upendeleo, haina kuchagua kupendelea. Hebu tujifunze kumwangalia huyu mama ndani ya miaka yake michache hii, uone ya kwamba ni namna gani ambavyo amefanya mambo mazito. Jamani, mimi ni mwalimu professional wa sekondari. Leo hii hatuna second selection mashuleni. Tulizoea kwamba kuna baada ya first selection tutakwenda ya pili, tutakwenda ya tatu kubahatisha, na wengi watabakia hawana mashule. Leo mpaka madarasa yamebakia kwamba hayana wa kusomea, wanafunzi wote wamechukuliwa, wamewekwa mashuleni. Tunataka nini jamani? Nini ambacho tunakitaka? Kama elimu tayari, lakini tumekwenda mbali mpaka tumebeba kutoka Magufuli kwamba mpaka form 4 bure, leo mpaka form 6 bure. Tunataka afanye nini tuamini ya kwamba anatufanyia wema wa Tanzania? Kwa ndugu zangu Waislamu, uchaguzi uko mbele yetu, lakini pia mimi nitasahau katika miundombinu. Hebu niangalie katika ujenzi. Dr. Samia ameingia katika historia wa pili baada ya Mjerumani kulijenga soko la Kariakoo Tanzania. Hilo hapo Kariakoo. Baada ya Mjerumani, mtu wa pili kulijenga soko la Kariakoo ni Dr. Samia. Ameingia katika historia ya pekee kwamba baada yake ni yeye. Hayo yote hatuyaangalie masoko ya kibiashara kama vile ya Ubungo ambayo yamejengwa na mengine mengi. Naamini Dar es Salaam baada ya miezi kadhaa itafunguka ghafla.
Dar es Salaam itafunga ghafla, barabara za mwendo kasi kila kona zimekwenda, itafika mahala hatuna ugumu wa kusafiri Dar es Salaam. Ni kazi ya Dr. Samia. Tunataka afanye nini tuamini kwamba amefanya kazi nzuri? Ndugu zangu Waislamu, kwenye ubunge chukueni fomu, na udiwani chukueni fomu. Mnaonisikia Tanzania huko na wenye uwezo ambao wanaweza, chukueni fomu. Lakini kwenye urais tukubaliane ya kwamba sisi tunamuunga mkono Dr. Samia kwa kazi aliyofanya. Leo vituo vya afya ni muhali kusikia kwamba hakuna madawa au vichache. Nchi nzima vimejengwa, nchi nzima vimejengwa vituo vya afya. Hii ni kazi kaifanya. Kwa nini tusikubaliane kwamba kwa kweli amefanya kazi kubwa? Hata kama unamchukia mtu, basi haki yake mpe, haki yake mpe. Hii ni haki yake. Haya ni mazuri, kwa tuchaongee. Ndugu zangu Waislamu, tunahitaji amani. Hata leo tumepewa demokrasia. Kuna kipindi demokrasia katika nchi hii, watu wakalie na wengine kukimbia demokrasia. Hakuna demokrasia, hakuna demokrasia. Leo kaja mama katoa demokrasia, mtu sema upendavyo, lakini demokrasia ikipita mipaka bila sheria itakuwa ni vurugu, mwisho unatamka ambao hayafai. Lakini leo vyombo vya siasa viko huru vyombo vya siasa kusema chochote kile, lakini ikifika mahala unavunja sheria, huwezi kuachwa kwa sababu ni demokrasia. No, demokrasia hayo vile. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, haya mnayonisikia, tuungane kuilinda amani ya Tanzania. Tuliungane kulinda amani ya Tanzania na kuchagua viongozi makini ambao wataliongoza taifa hili katika maeneo mbalimbali. Tabia sisi Waislamu huwa hatupendi upendeleo, tunapenda haki. Leo niseme tu, leo tumepumzika kusikia mashehe wako ndani, wako gerezani, wamefungwa, mnasumbuka. Hayo mambo hayapo. Tunapenda haki na sio upendeleo. Dhuluma ndio tatizo letu. Ukileta dhuluma inakuwa shida. Ndugu zangu, hii ni hali sasa. Usikii watu wamekamatwa mashehe, wamesema nini, wachochezi. Leo usikii. Kwani tatizo lilikuwa ni huko nyuma mpaka hizo hali zinatokea. Leo imekuwa mpaka hali imepoa. Tuseme ukweli Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa mwadilifu tumpe haki ya uadilifu. Lakini pia mtu akivunja sheria makusudi, sheria lazima ichukue mkondo wake. Huwezi ukaachwa kwa sababu ni fulani. Hapana. Ndugu zangu Waislamu wenzangu na Watanzania, na waambie Watanzania wote, tumuunge mkono Dr. Samia Suluhu kwa kazi kubwa ambazo kazifanya. Ninaamini ya kwamba kama Mwenyezi Mungu atamjalia, insha Allah, miaka 5 mingine tutaongea lugha nyingine Tanzania, sio hii tena. Fanyeni utafiti. Fanyeni utafiti, tembeeni mikoani mwangalie. Iangalie sababu na mabadiliko haraka. Angalieni, tusidanganye na maneno ya kichochezi ya makusudi. Tusimame kama Waislamu wenye akili timamu. Tuliambiwa ulil albab, wala ambao tuna akili timamu. Tufanyie kazi akili zetu vizuri kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuienzi amani, itulie, maendeleo. Utamabudia wapi nchi ikivurujika? Utasimamaje tangu kumwabudu Mwenyezi Mungu hapa? Mtakusanyika vipi hapa kwamba baraza la Idi kama hakuna amani? Amani ndiyo silaha na ndiyo ambayo mnaweza mkapanga mipango yote ya maendeleo na ya mafanikio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilipewa dakika 30, naogopa kuzidisha, lakini naomba tu kwamba Waislamu, sasa hivi ni saa 7 kasoro kama dakika ngapi, niseme ya kwamba tusimame imara kama Waislamu kutetea taifa letu na kuilinda amani na kuishikilia na kushika majukumu ya msingi ambao tunaweza kufanya kuchangia maendeleo ya taifa la Tanzania. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.